أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا رب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema kipenzi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu wasikilizaji wapendwa katika chaneli yetu, biidhnillahil karim, katika siku hii ya leo kwa uwezo wa Allah, hebu tuende tukajifunze tena namna gani mtu anaweza akajenga kumbukumbu zake katika kichwa chake, lakini pia sio mtu mzima tu, hata mtoto, na zaidi kwa mtoto ambaye amekuwa akisoma shuleni, ukisoma Qur'ani, na pia hata mtu ambaye anakuwa msahaulifu katika biashara na mambo kadha wa kadha. Je, ni kitu gani akifanye ili mradi kitu hichi kiende kikamjengee kumbukumbu nzuri kabisa na apate kuwa mahir katika uhifadhi wa kichwa chake? Hili ndilo litakuwa darasa letu katika siku hii ya leo kwa uwezo wa Allah. Na wakati tunakwenda kuendelea na darasa letu hili biidhnillahil karim, insha Allah, naomba kila mmoja wetu katika sisi aende akasubscribe katika channel tuliyokuwa nayo, ili mradi iwe ni moja kati ya madaris ambayo atakayekuwa anayapata kila siku katika kujifunza mambo mbalimbali ya kielimu ambayo tumekuwa tukiyatoa katika darasa letu hili. Ama ndugu zangu, watu wengi sana wamekuwa vichwa vyao ni vigumu, wengine kushika baadhi ya mambo wakiwa wanasoma, au hata wakiambiwa na kuweza kusahau mara kwa mara, na kujikuta wakati mwingine wakipoteza mali zao, wakiharibu mipango yao kwa sababu ya kile kitu kinachoitwa usahaulifu. Sasa leo kwa uwezo wa Allah tunakwenda kujifunza tena namna gani ya kuweza kuondoa sahau katika mwili wako. Tumekuwa tukijifunza dua tofauti za kusahau ili mtu tu asisahau, na sio dua moja ambazo zinamsababisha mtu asiweze kusahau. Zipo nyingi, lakini tumekuwa tukichukua zile ambazo ni kali zaidi, zenye kuweza kutenda kazi kwa haraka zaidi. Kwa mapito yako mengi katika mfumo wa kujilinda usisahau, njia zipo nyingi, lakini pia tukikufundisha njia tofauti inakuwa ni vizuri zaidi, na itakufanya wewe mwanadamu uweze kujua kwamba ufate njia gani ambayo kwako wewe unaiona ni nyepesi na ni rahisi zaidi. Walillahi alhamdu. Pia kabla ya kwenda kuingia katika darasa letu, naomba nikwambieni kwamba habari za nusra kama kawaida, mtu ambaye anahitaji mume, mke anahitaji mume, basi utapata ukija kwetu katika namba zetu za simu, na mume ambaye anataka mke pia ukija utapata, kwa sababu tumekuwa tukifanya swala la kuwaozesha watu kufanya nusra za ndoa. Hizo ni mambo ambayo tumekuwa tukiyafanya mara kwa mara. Walillahi alhamdu. Sasa tuende moja kwa moja katika darasa letu hili la masuala ya namna gani mtu anaweza kufanya ili asiweze kuwa na sahau za mara kwa mara. Lakini pia jambo hili ambalo tumekuwa tukilifundisha litapendeza zaidi walifanye watu wa dini zote, sio Waislamu tu peke yake, hata kama ni Mkristo. Endapo kuna kisomo kinatakiwa kifanyike, we Mkristo ambaye haujui hicho kisomo, utamtafuta shekhe, alafu utamwambia shekhe akusomee kwa manuizi yako ya kile unachokikusudia, basi mambo yatakuwa safi. Maadam tu sote ni binadamu, uwe Muislamu, uwe Mkristo, uwe Washington, uwe Buddha, uwe Judaism, uwe Sikukun, uwe Punjab, zote ni dini za wenzetu, au Freemason au vyovyote vile, ili mradi tu wewe ni binadamu na umeumbwa na Mungu, basi ukikifanya hichi Mwenyezi Mungu atakufanyia sahali
na utakwenda kuondokana na kadhia uliokuwa nayo, tatizo ulilokuwa nalo, ili mradi upate kuwa safi na salama katika maisha yako ya kielimu na kuujenga ubongo wako usiwe ni mwenye kusahau mara kwa mara. Sasa jambo la kwanza la kuweza kufanya ni kwamba kwanza kabisa uhakikishe jitahidi sana hii kazi uifanye katika siku ya Ijumaa, usiku wa Ijumaa. Nikiwa na maanisha kwamba usiku wa Ijumaa sio ifike Ijumaa alafu ule usiku wake utakuwa ni usiku wa kuamkia Jumamosi. Tukisema usiku wa Ijumaa tunamaanisha siku ya Alhamisi usiku wake. Yaani ukifanya kwenye majira ya saa 8 za usiku wa Alhamisi au saa 9, hii tunakuhesabu kwamba umefanya siku ya Ijumaa, lakini ni usiku. Saa katika mfumo wetu sisi wa Kiislamu zinabadilika kuanzia majira ya saa 1 kamili ya jioni. Hapo ndipo saa inakwenda kubadilika kuingia katika siku nyingine. Lakini katika mfumo wa kidunia saa inabadilika saa 6 kamili, na ndio maana mwaka mpya huwa watu wengi husubiri kuanzia majira ya saa 6. Ikishafika tu ile saa 6 kamili watu hufurahia na kujiona kwamba wameingia katika mwaka mpya. Kwa hiyo sasa yote na yote sisi hatupingani nayo. Sisi tunafuata kile ambacho tunachokiamini kwa upande wetu sisi Waislamu, kwamba saa zetu ili kuipata mwaka mpya huwa tunaingia saa 1. Aidha saa zetu kubadilisha siku ili tuone kwamba tumeingia katika siku nyingine huwa tunaipata majira ya saa 1 kamili. Kwa hiyo ikifika saa 2 ya usiku hii tunahesabu kwamba sisi tupo kwenye siku nyingine. Sasa wewe ambaye pia hauamini majira ya saa 1, wewe unakubaliana na saa 6 kwamba ndio utakuwa umeamini kwamba umeingia katika siku nyingine, yote hatuna shida. Lakini tunasema kwamba ile usiku wa Ijumaa ni ule usiku wa Alhamisi, yote katika yote. Lakini usiku wa Ijumaa sio usiku ule wa Ijumaa, bali ukifanya katika ile siku ya Ijumaa usiku wake utakuwa umefanya usiku wa Jumamosi. Lakini usiku wa Ijumaa huanza kuanzia siku ya Alhamisi. Ile usiku ule wa Alhamisi usiku wake, hapo ndipo tunasema umeingia katika siku ya Ijumaa. Na ukiamka asubuhi tutasema ulifanya dua katika usiku wa Ijumaa, kwa sababu Ijumaa ilikwisha anza, lakini ilikuwa imeanzia nyakati zile za usiku. Kwa hiyo ule usiku wa Ijumaa ambao ndio ni sawa na siku ya Alhamis utaanza utafanya hichi ambacho ninachokwenda kukuelekeza kwa sasa. Utakachokifanya ni kwamba kwa wewe Muislamu, kama wewe ni Mkristo, basi muombe ustadhi akufanyie, kwa sababu utakuwa hujui hichi ambacho tunachokwenda kukifanya. Utakachokifanya, utaamka usiku, lakini uhakikishe usiku wenyewe uwe ni usiku wa kuanzia kuanzia saa 7, saa 8, saa 9. Hii ndiyo mida inayotakiwa kuweza kufanya hii kazi. Ukishaamka majira hayo, utakachokifanya utaswali rakaa 2. Katika zile rakaa 2 zako, aidha wewe ndio unafanya au unafanyiwa. Ustadhi atakayekufanyia hichi kitu ataamka usiku kisha ataswali rakaa 2. Tena itapendeza zaidi kama wewe sio Muislamu na unataka ufanyiwe hichi kitu na ustadhi au na Muislamu, basi ukamuomba siku hiyo aje nyumbani kwako au alale kwako, ili ikifika ule muda kama ni saa 7, saa 8, unamuamsha, unaambia ustadhi, sasa tayari muda wa kunifanyia kazi yangu umefika, ninaomba uchukue udhu uende ukafanye kazi yangu.
kwa sababu mwingine unaweza ukampa kazi akakufanyia nyumbani alafu asifanye akakuletea ujanja alafu akaja